Miongoni mwa vitu vigumu kwa Yanga kipindi hiki ni pale ambapo wanakutana na Singida Black Stars. Sio kwa upinzani wa uwanjani, hapana. Ni kwa sababu ya mahusiano yao kati ya Singida na Young Africans. Mara nyingi Yanga anapopata matokeo mbele ya Singida inatafsiriwa tofauti na kudai kwamba Young Africans wanaachiwa matokeo na Singida Black Stars. Leo kumekuwa na matukio kadhaa ambayo yameibua maswali tofauti kwa wadau mbalimbali, wengine wakidai Singida na iachia Yanga. Miongoni mwa matukio ambayo yamekuwa yakizungumzwa ni tukio la goli alilofunga Maxim Pia Nzengeli, lakini pia na tukio la kadi nyekundu mbili walizopewa kwa pamoja wachezaji wa Singida Black Stars. Tukio la kwanza la goli la Maxim Pia Nzengeli, ukiangalia move ya goli lile inaonyesha kabisa wachezaji wa Singida hawakuwa tayari na ukaba, walikuwa wanakabia kwa macho, kitu ambacho kimetafsiri kwamba Singida wameiachia Young Africans katika eneo la boxi, alafu mabeki wanakaba kwa macho. Kimetoa tafsiri tofauti kwa wadau na mashabiki wa mpira hapa Tanzania, na wengine wakidai kwamba Singida wameiachia Yanga kwenye lile goli. Lakini tukio lingine ni tukio la kadi nyekundu mbili kwa wakati mmoja, japokuwa dakika zilikuwa zimeisha, lakini limeibua maswali pia. Imekuwaje refa katoa zile kadi nyekundu kwa wakati mmoja? Kwanza alitakiwa pewe mchezaji mmoja ambaye alifanya faulo kwa sababu alikuwa na kadi ya kwanza ya njano. So alipofanya faulo ya pili ibidi apewe kadi ya pili ili iwe ready. Lakini huyu mchezaji wa pili kwa nini kapewa kadi nyekundu? Ni kwa sababu walienda kumzonga mwamuzi na kutoa kauli ambazo pengine si salama, kwa sababu tulishuhudia tu akienda kumzonga, hatujasikia nini amekiongea mbele ya mwamuzi, na hicho cha kumzonga mwamuzi ndicho kimemfanya apewe red card na wachezaji wawili kupewa red card kwa wakati mmoja. Haya ni moja ya matukio ambayo yameibua maswali mengi kwa Watanzania, na wengine wakihoji why ametoa kadi nyekundu mbili, na kwa nini mabeki wa Singida Black Stars walikuwa wanamwangalia tu Maxim Pia Nzengeli akiwa anaenda kufunga. So haya ndio matukio ambayo yametoa taswira tofauti, lakini pia kuna goli ambao walifunga Singida Black Stars ambalo referee aliamuru kama ni offside, bado watu wakadauti mbona kama ni goli halali sio offside. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu pale ambapo anakutana na Singida na Yanga. Mara nyingi akipata matokeo mazuri Young Africans watahusisha na masuala ya mahusiano yao mazuri nje ya uwanja. Kwa hiyo bila shaka ni ngumu sana Singida na Yanga pale wanapokutana, watu kuamini kwamba Yanga kapata matokeo ya halali, lakini wakati huo wanasahau kwamba hawa wa Yanga wanapata matokeo kwenye vilabu vingine mfululizo kama Simba, Azam wanapata matokeo, lakini hawazungumzi wanapopata matokeo kwenye hizo timu zingine, lakini wakipata mbele ya Singida basi moja kwa moja na kwenda kutafsiri juu ya mahusiano yao na Young Africans. Na kumbuka hivi karibuni Yanga amechukua wachezaji wawili kutoka Singida na wamekuja Yanga, ambapo ni Damaro pamoja na Maruf Shakei ambao tayari ashajiunga na Yanga, lakini bado Shakei ndo hajaonekana uwanjani, ila Damaro ameanza kukichafua tayari kazi. Naam, mwanafamilia wa Mam Media, ni kukumbushe kama ni mara yako ya kwanza kutembea channel hii, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na ucomment ili wa kwanza uzipata taarifa zetu za michezo na burudani kwa urahisi zaidi kila tunapoziweka kwenye channel yako pendwa ya Mam Media.